Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na msimamo wa kundi la Simba wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2025-2026, ambapo tunakwenda kutazama msimamo huu mara baada ya klabu ya soka Simba kuweza kucheza mechi ya mzunguko wa pili ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stade Malien, mchezo ambao uliweza kumalizika kwa klabu ya soka Simba kuweza kuruhusu mabao 2-1. Kwa hiyo siku ya leo tutakwenda kuangalia klabu ya soka ya Simba Sports Club wapo katika nafasi ya ngapi, bila kujali vile vile tutakwenda kuangaza katika misimamo ya makundi matatu yaliyobakia. Je, vilabu gani ambavyo kwa sasa vinao nafasi ya kwenda hatua ya robo finali? Kumbukwe michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika inahusisha vilabu 16 kutokea nchi tofauti tofauti. Katika vilabu hivyo 16 basi ni vilabu 8 pekee ambavyo vitaweza kuqualify kwenda hatua ya robo finali michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa mwaka 2025-2026. Pasipo kupoteza wakati, ngoja tukaitazame ile orodha ya vilabu ambavyo kwa sasa vinaongoza katika makundi tofauti tofauti. Tunakwenda kuanzia katika ile klabu ambayo inaongoza katika kundi A. Klabu ambayo inaongoza kundi A ama msimamo katika kundi A ligi ya mabingwa barani Afrika ni RS Berkane kutokea nchini Morocco, ambapo RS Berkane wana alama 6 katika nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili wako Pyramids Football Club kutokea nchini Misri, ambapo Pyramids nao pia wana alama 6. Katika nafasi ya tatu wako Padenams kutokea Zambia wakiwa na alama 0. Nafasi ya 4 wako Rivers United kutokea nchini Nigeria wakiwa na alama 0. Lakini katika msimamo wa kundi B, klabu ambayo inaongoza ni Al Ahly National kutokea pale Cairo nchini Misri, ambapo Al Ahly wana alama 4 katika nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili wapo Young Africans kutokea Tanzania wakiwa na alama 4. Lakini Espoir Rabat kutoka nchini Morocco wana alama 1 katika nafasi ya tatu, huku JS Kabylie kutokea nchini Algeria wakiwa katika nafasi ya 4, yani wanaburuza mkia wakiwa na alama 1. Katika kundi C wapo Mamelodi Sundowns ama the Brazilian kutokea nchini Afrika Kusini, Bafana kule, ambapo Mamelodi Sundowns wana alama 4 katika nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili wako Al Hilal Soccer Club kutokea nchini Sudan, ambapo Al Hilal wote tunafahamu wana alama 4 katika nafasi ya pili. Nafasi ya kwanza wapo MC Algas kutokea nchini Algeria, ambapo MC Algas wana alama 1 katika nafasi ya tatu. Nafasi ya 4 wanaobuza mkia ni FC Saint Lupopo El Lupopo kutokea nchini Kongo, ambapo El Lupopo wana alama 1 katika nafasi ya 4, yani kiufupi wanaburuza mkia katika kundi C. Katika kundi D ambalo linaundwa na Simba Sports Club, basi anayeongoza kundi ni Atletico Petro de Luanda kutokea nchini Angola, ambapo Atletico Petro de Luanda wana alama 4 katika nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili wako Stade Malien kutokea nchini Mali, ambapo Stade Malien wana alama 4 katika nafasi ya pili. Nafasi ya tatu wako Esperance Sportive Tunis kutokea Tunisia, ambapo Esperance wana alama 2 wakiwa katika nafasi ya tatu. Nafasi ya 4 anayeburuza mkia ni Simba Sports Club kutokea jijini Dar es Salaam, ambapo Simba amecheza michezo miwili. Katika michezo yake yote miwili amefungwa akiwa na alama 0. Kwa tunaona mnyama Simba kwa upande mwingine anaburuza mkia. Ili Simba aweze kuqualify kwa sasa, hesabu zao zilizopo ni kushinda michezo yao yote inayofuatia. Kumbukwe mwakani mwezi wa kwanza mwishoni, yani kuanzia tarehe 20 huko mwezi Januari 2026, klabu ya soka Simba ndipo ambapo wataweza kuzichanga karata zao tena katika mechi za mzunguko wa tatu ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa sasa ligi zinasimama kupisha michuano mikubwa ya AFCON ambayo inatarajiwa kuanza pale nchini Morocco.
ambapo Simba wao mwakani wataenda kucheza mechi yao mzunguko wa 3 dhidi ya Esperance Sportive de Tunis, mechi ambayo wataenda kuanzia nchini ugenini, yani nchini Tunisia. Kwa Simba anahitaji kupata ushindi ili kuweza kujitengenezea mazingira mazuri ya kuweza kuqualify kwenda hatua ya robo finali michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika.